Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Pakistan inaendelea na matayarisho ya mazungumzo ambayo yatafanyika leo kati ya Marekani pamoja na Iran. Serikali ya Pakistan imeendelea matayarisho ya mwisho ya mkutano wa kwanza wa moja kwa moja kati ya wajumbe wa Marekani na Iran unaotazamwa kuanza siku ya leo Ijumaa ya Aprili 10. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan alikutana siku ya jana na mwambata wa ubalozi wa Marekani Natalie Becker kujadiliana hali ilivyo Mashariki ya Kati, na mazungumzo hayo ya leo Ijumaa. Taarifa rasmi ya serikali ya Pakistan iliwataja miongoni mwa wajumbe wa Marekani kuwa ni pamoja na makamu wa rais JD Vance, mjumbe maalum wa rais Trump Steve Witkoff na mkwe wa Trump Jared Kushner. Lakini balozi wa Iran nchini Pakistan Reza Amir Moghadam aliufuta ujumbe wake kwenye mtandao wa X ambao ulikuwa umesema wajumbe kutoka Tehran kwa ajili ya mazungumzo wangewasili usiku wa Alhamisi. Haijafahamika ikiwa Iran ingelituma wajumbe wake au ingelitimiza onyo lake la Jumatano kwamba bila kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya washirika wake ingelilazimika kujiondoa kwenye makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Kwenyewe nchini Iran, maelfu ya waombolezaji walikusanyika mnamo Alhamisi katika mji mkuu wa Tehran kuomboleza katika siku ya 40 tangu kuuawa kwa aliyekuwa kiongozi wa mkuu Ayatollah Khamenei, siku ya mwanzo kabisa mashambulizi ya Israel na Marekani. Waombolezaji waliovalia mavazi meusi waliandamana kwenye uwanja wa Jamhuri al-Islam kuelekea kwenye kitongoji ilipokuwepo ofisi ya Khamenei aliyeuawa akiwa na umri wa miaka 86 mnamo Februari 28 na ambaye hadi leo maiti yake haijazikwa rasmi. Hata hivyo, miongoni mwa taarifa zinaelezwa kwamba katika jambo ambalo wa Iran wanataka lifanyike wakati huu ni Israel kuacha kuishambulia Lebanon na kuacha kuwaua raia wasiokuwa na hatia. Zaidi ya watu 200 wanadaiwa kuuawa huko Lebanon kutokana na mashambulizi makali yaliyofanywa na Israel, ambapo siku ya Jumatano Israel ilifyatua zaidi ya makombora 100 ndani ya dakika 10 ambayo yaliua watu wengi, na pia wakimtaja katibu mkuu wa Hezbollah Naim Qasim kuwa moja kati waliouawa. Lakini huko Iran kumekuwa na wasiwasi kwamba huenda viongozi wa Iran ama wawakilishi wa taifa hilo wasiende katika mazungumzo ambayo yanatakiwa kufanyika siku ya leo kati ya Marekani pamoja na Iran. Viongozi wa Iran ikiwemo waziri wa mambo ya kigeni Bwana Abbas Araghchi aliweka wazi kuiambia Marekani kwamba ikiwa inataka mapambano ingeweka wazi na ikiwa inataka mazungumzo ingeweka wazi ili tu jambo hili likamilike. Lakini pia kwa upande wa Israel, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anatajwa kwamba anataka kufanya mazungumzo ya kumaliza vita ambavyo vimechukua maisha ya watu wengi huko nchini Lebanon, lakini kwa sasa bado mashambulizi yanaendelea huku mazungumzo yakiwa yanaendelea. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni matayarisho ya mwishoni ya kufanyika kwa mkutano wa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran, ambapo viongozi wa Marekani tayari wameshajiandaa kwa ajili ya kufika katika mkutano huo, na wakati huu makamu wa rais JD Vance akiongezeka katika kundi la maafisa ambao watashiriki katika mazungumzo hayo ambayo kwa muda mrefu yalikuwa yakiongozwa na Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner. Kwa upande wa Iran, mazungumzo hayo yalikuwa yakiongozwa na waziri wa mambo ya kigeni Bwana Abbas Araghchi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.